Katika asubuhi ya leo napenda kujifunza kwa Yesu. Jifunza kwa Yesu. Mathayo mtakatifu sura ile ya 11 mstari wa 27 mpaka 30. Neno la Mungu linasema, amina. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. 28. Kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ndio. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. 30. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Neno ambalo tutakwenda nalo katika siku hii ya leo, kujifunza kwa Yesu. Kitabu hiki cha Mathayo, injili hii iliandikwa na mtume Mathayo mwenyewe, ambaye alikuwa na kazi, alikaa forodhani kutoza ushuru. Jina jingine aliitwa Lawi. Huyo aliishi Kapernaum, karibu na bahari ya Galilaya, lakini aliandika akiwa Yerusalemu. Walioandikiwa injili hii walikuwa ni Wayahudi waliotaka kujua unabii wa Agano la Kale kuhusu Masihi. Na kwa ufupi, injili hii iliandikwa baada ya mwaka kama wa 70 hivi mpaka 50 hata mpaka 85 AD, hapo katikati. Kiliandikwa kwa nini? Sababu ya kuandika ni kuonyesha kwamba Yesu ndiye Masihi, mfalme wa Israeli aliyetabiriwa katika unabii. Na sababu nyingine ya kuandikwa kitabu hiki, alitaka wampokee kama Masihi wao. Kuna mambo makuu 4 katika kitabu hicho. Jambo la kwanza, kuja kwa mfalme. Jambo la pili, kutangaza ufalme. Jambo la tatu, alikataliwa, yaani kukataliwa kwa mfalme. Lakini jambo la 4 ni shangwe ya mfalme. Kitabu hiki kinamtaja Yesu kama Masihi. Sasa waandishi wa kitabu walieleza jinsi Yesu alivyojitambulisha kwao, kwamba nimekabidhiwa mambo yote na Baba. Hakuna anayemjua Baba ila Mwana, na hakuna anayemjua Mwana ila Baba, na yeyote ambaye Mwana apenda au Bwana apenda kumfunulia. Yesu anajitambulisha kwamba amekabidhiwa vyote na Baba yake. vilivyo mbinguni amekabidhiwa, vilivyo duniani
amekabidhiwa, mamlaka yote amekabidhiwa na Baba yake, na anaeleza hayupo mtu ambaye hapa anamjua Baba ila Mwana. Hakuna mtu anayemjua Mwana ila Mungu Baba yake na Yesu. Na yeyote yule ambaye Mungu anampa ufunuo kumtambua. Kumtambua Mungu ni ufunuo. Kumtambua Yesu ni ufunuo. Wapo wale ambao walimtaja Yesu bila kumtambua umasihi wake. Walimtambua Yesu kama raia mwenzao. Walimtambua Yesu kama aliyezaliwa na Bikira Maria. Walimtambua Yesu kama familia ya Yusufu. Yesu akaeleza hakuna anayeweza kumtambua. Lakini hata kama Yesu anasema hata kama wasimtambue, Baba yake Mungu anamtambua. Bwana asifiwe sana. Amen. Kukutambua watu na kukutambua Mungu, bora kipi? Kukutambua Mungu na kukutambua wanadamu, bora kipi? Mungu akutambue zaidi kuliko, halafu vile vile akupe ufunuo wa wewe kumtambua kwamba yeye ni nani, ni mwana wa Mungu. Petro alipata ufunuo. Petro alipata ufunuo baada ya Yesu kuuliza kwamba je, nini mwanitambua kwamba mimi ni nani? Wengine wakasema ni Elia, wengine wakasema ni mmoja wa manabii, lakini Petro akasema you are the Christ, the Son of the living God. Wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akasema una uheri wewe Petro Bariona, haukufunuliwa na akili zako, haukushauriwa na watu, bali kunitambua mimi ni ufunuo kutoka kwa Baba aliye juu mbinguni. Wangapi wanapenda ufunuo wa Mungu uwe katika maisha yao? Ukipata ufunuo wa kumtambua Mungu, huwezi kufanya dhambi. Ufunuo wa kumtambua Mungu, utamwabudu katika roho na kweli. Ukipata ufunuo wa kumtambua Mungu, utafanya mapenzi yake kisawasawa. Haleluya. Amen. Hapa tunaona njia ya kwanza ya kumwendea Mungu, njia ambayo ilifanyika ya mtu kuzungumza na Mungu, kuzungumza na wanadamu. Alitumia njia ya Torati, na kwa njia hiyo ya Torati ni njia ya kwanza watu kutambua Mungu na kumwendea Mungu ili waweze kumwabudu Mungu. Na wale waliopewa ile Torati, ile Torati ilipokelewa vibaya, maana ilitumika kama silaha ya kuwaangamiza wengine. Soma katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari ule wa kwanza na kuendelea. Walikwenda kila mtu nyumbani kwake. Sawa. Naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Yesu naye akaenda mlima wa Mizeituni.
Hata asubuhi kulipokucha akaingia tena hekaluni. Akaingia tena hekaluni kulipokucha. Na watu wote wakamwendea. Na watu wakamwendea hapo. Naye akaketi akawa akiwafundisha. Akaanza kama kawaida kuwafundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa. Wakati huo Yesu akiwa anafundisha, waandishi na Mafarisayo wakamletea pale kwenye ule mkutano mwanamke aliyefumaniwa. Wakamweka katikati. Ndio. Wakamwambiaje? Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Yesu anafundisha neno la Mungu, anahubiri, inaletwa mada nyingine, wanakuja wamezua shida huko na mwanamke, wanamzebazebia kumleta wapi? Hekaluni, kwamba huyu hapa wanakatiza mafundisho ya Yesu. Huyu hapa mwanamke tumemuona anafanya nini? Amezini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe. Musa alituamuru watu wa namna hii wazinzi wapigwe na nini? Mawe. Nawe wasemaje? Wewe wasemaje mwalimu? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu. Yesu aseme, ili wapate sababu ya kumshtaki. Mwalimu Yesu. Lakini Yesu akainama. Chini. Akaandika kwa kidole chake katika nchi. Siwezi kuelewa aliandika mambo gani. Wengine wanasema eti aliandika hukumu zao, kila mtu na dhambi zake. Sasa hayo yale ambayo hayakuandikwa mimi siwezi kuyaeleza kwa watu. Nataka kueleza yale yaliyoandikwa hapo ili muweze kujua. Si ndio wapenzi? Amen. Akaandika chini kwa kidole chake. Halafu zidi kumhoji. Wakamhoji, wewe Yesu tuambie, ili wapate sababu ya kumshitaki. Alijiinua. Akawaambiaje? Yeye asiye na dhambi miongoni mwenu, yeye mtu yeyote ambaye hana dhambi kwanza kumpiga jiwe. Akainama tena. Akaandika kwa kidole chake. Akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamiri zao. Wakatoka mmoja akatoka, wakianzisha tangu wazee mpaka wale wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake. Na yule mwanamke huyo malaya katikati, huyo mzinzi. Baadaye nataka nieleze hivi. Torati waliitumia vibaya. Wao wenyewe ilikuwa inawahusu, wangetakiwa kufa. Maana kama wamemleta mhalifu, wanamweka hapo, halafu wanamwambia Yesu kwamba sasa huyu tumemleta, Torati ya Musa ikatuambia tukikamata mtu huko anazini tupige mpaka kuua. Ina maana Yesu angewauliza maswali mengi sana. Ina maana mmemleta huyu mwanamke bila mwanaume wa kuzini, naye alikuwa anajizini. Wangejibuje? Lakini Yesu kwa sababu alikuwa ni mstaarabu, aliwajua mawazo yao ni ya kipumbavu kweli kweli. Waliokuwa wanajikatia hati miliki ya Torati iwe ya kwao, waitumie wao wenyewe. Akawajua, maana wao walimtenga kwa kipengele hiki kwamba Yesu akisema kwamba apigwe auawe, atakuwa muuaji pamoja na wao. Akiacha tu akasema huyu mtu asiuawe, atakuwa anavunja sheria ya Musa, kwa sababu Musa katika Torati alisema kwamba watu wa namna hii wauawe, na kweli walikuwa wanauawa. Kikutwa siku ya Sabato unatafuta kuni. Unapeleka kuni ili ukapike familia yako ile, unapigwa mpaka unakufa huko bila sababu. Bwana atusaidie sana. Amen. Sasa hawa watu Yesu akainua
macho yake akakuta wameshayeyuka, hawapo, maana walichomwa katika dhamiri zao. Ile torati iliwala ndani ya mioyo yao. Kaanza kutoka mmoja, kuanzia wale wakubwa mpaka wale wa mwisho. Yesu akamuuliza yule mwanamke, wako wapi washitaki wako? Haleluya, amen. Na wewe nataka nikuulize ya kwamba wako wapi washitaki wako? Hebu muulize jirani yako, wako wapi washitaki wako? Wako wapi washitaki wako? Wapo watu ambao wanajiweka miaka kwamba wao wako safi, lakini haleluya, Mungu anawaumbua. Mungu anawaumbua. Hali fulani lina dhambi, fulani hilo linastahili kutengwa, fulani hilo linastahili kufukuzwa. Lenyewe hilo linalosema na lenyewe lina mahobela ya madhambi. Wako wapi washitaki wako? Hawapo, si ndio? Wametoweka. Amina. Akamwambia yule mwanamke, na mimi sikuhukumu. Haleluya, amen. Na mimi sikuhukumu, lakini nenda zako usitende dhambi tena. Haleluya, amen. Nenda zako kwa salama, usitende dhambi tena. Wahukumu wamekwisha kutoka, hawapo tena. Maana yake amesamehewa. Kuna rehema inayomujia mtu kwa neema. Mtu anapata rehema kwa neema. Hakutegemea kwamba angehurumiwa. Watu walikuwa wamechemka kuua. Watu walikuwa wamechemka kuangamiza. Watu walikuwa wamechemka kutekeleza torati ya Mungu. Hapa tunaona Wayahudi wao walitumia torati kama silaha, na kuitumia hiyo torati kwa ukali. Hebu soma katika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 20 hadi 23. 2:20-23. Wakolosai 2:20-23. Basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu. Ndio. Kwa nini kujitia chini ya amri? Ndio. Kama wenye kuishi duniani. Ndio. Msishike, msionje, msiguse. Mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa. Ndio. Hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Ndio. Mambo hayo yanaonekana kama kwamba yana hekima. Ndio, walionekana kama wana hekima katika namna ya ibada mliojitungia waliojitungia wao wenyewe, na katika kunyenyekea walijinyenyekeza, na katika kutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili. Kutawala watu mwili kwa ukali haisaidii kuzizuia tamaa za watu. Utakuwa mkali kwa yule unayeonekana ni mkali kwake, atakukwepa tu kwa ukali wako, lakini ataendelea kufanya yale kwa asili. Biblia inasema neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya. Mtu kama atakataza ubaya, atakuwa anangoja mkatazaji.
kufundisha. Mimi mtumishi wa Mungu aliyejazwa Roho Mtakatifu hana hilo, isipokuwa anakuwafundisha watu wakatae ubaya na tamaa za dunia ili wapate kuishi kwa mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. Neema akifundishwa akaifahamu, ikiingia, kwa sababu neema ni kipawa bure. Lakini pamoja na hayo, hicho kipawa kinahitaji kulindwa. Amen. Aelewe kwamba amepewa uzima bure, amepewa mwili bure, amepewa kila kitu bure. Akiutumia vibaya, yeye mwenyewe ataharibikiwa. Ajue hivyo kabla ya kuambiwa na mchungaji, yeye ajifunze kujua hivyo. Wangapi wananielewa? Fanya hivi. Ndiyo, kabla hujaambiwa, kabla hujakatazwa, ujue kwamba utajiharibu ukifanya hivi. Ni neema tu unaishi, na kama unaishi kwa neema, itumie hiyo neema ili kufundishe kukataa ubaya na tamaa zote za dunia, upate kuishi kama Mungu anavyotaka uishi. Haleluya. Kwa hiyo hawa watu walikuwa ni wakali, wakiwaona watu wao kazi yao ni kutembea tu na kuangalia wanafanya nini watu. Wao wenyewe maisha yao hayako sawasawa mbele za Mungu. Na kwa namna hiyo walijipatia, kwa njia ya torati hizo walijipatia wanafunzi. Hebu tusome katika kitabu kile cha Yohana sura ya 9 mstari wa 28 hadi 34. Sura ya 9 mstari wa 28. Ndio. Neno la Mungu linasema. Basi mkamshutumu. Wakamshutumu wakasema, wewe u mwanafunzi wake yule. Wewe ni mwanafunzi wake yule Yesu. Sisi tu wanafunzi wa Musa. Wanasema Wayahudi, wewe unajifanya ni mwanafunzi wa Yesu, sawa, lakini sisi ni wanafunzi wa Musa. Maana tumejifunza Torati, na sisi ni wana Torati. Sio hivi tu. Hebu endelea kusoma. Sisi tunajua ya kuwa Mungu alisema na Musa. Tunajua hayo tu, kwamba hatuwezi kukubali kwamba Mungu amesema na mtu mwingine, isipokuwa alisema na Musa tu peke yake. Bali yule hatujui atokako. Bali huyo Yesu hatujui atokako. Yule mtu akajibu. Yule mtu akasema. Akawaambia. Hii ni ajabu. Hii ni ajabu kabisa. Kwamba ninyi hamjui atokako. Naye alinifungua macho. Wakati mimi alinifungua macho. Wajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi. Tunajua kabisa ya kwamba Mungu hata siku moja hawezi kuwasikia wenye dhambi. Bali mtu akiwa ni mcha Mungu. Na kuyafanya mapenzi yake. Sikia huyo. Tokea hapo. Haijasikiwa ya kuwa mtu ameyafumbua macho ya kipofu. Ninyi wenyewe mnaelewa Wayahudi, haijatokea kabisa katika ulimwengu huu kwamba mtu akafumbua macho ya kipofu akawa mzima, ambaye alizaliwa hali hiyo. Ndio. Kama hiyo asingelitoka kwa Mungu, asingeweza kufanya neno lolote. Najua jambo moja, mimi nilikuwa kipofu, lakini nyinyi mnasema ni mwenye dhambi, sijui. Lakini najua neno moja, nilikuwa kipofu, lakini na sasa napata kuona. Wakajibu wakamwambia, Ama wewe ulizaliwa katika dhambi tupu. Unaona, wakamlaani kabisa kwamba wewe umezaliwa katika dhambi tupu. Nawe unatufundisha sisi. Utatufundisha sisi nini sasa? Wakamtoa nje. Wakamtoa wapi? Nje. Mungu atusevu. Amen. Mungu atusevu wapenzi. Amen. Biblia inatuambia wazi ya kwamba hawa wanajitaja, wanasema sisi sio wanafunzi wa yule ni mwalimu wako wewe,
Ni ajabu sana, ni ajabu sana, hajatokea mtu hata mara moja kumfungua mtu macho apate kuona. Mimi amenifumbua macho, nimepata kuona, na kama amenifumbua macho, huyo ndiyo mwalimu wangu. Hebu tumwambie, tuseme kwa pamoja, huyo Yesu ndiyo mwalimu wetu. Yesu ndiyo mwalimu wetu. Yesu ndiyo mwalimu wetu. Yesu ndiyo mwalimu. Kwa sababu anatenda miujiza katika maisha yetu. Kwa sababu anatuokoa, kwa sababu anatubariki, kwa sababu anatuponya. Huyo ndiyo mwalimu wetu sisi. Lakini Mafarisayo wao na waandishi wakasema sisi tunaye mwalimu. Kwa hiyo wao wenyewe walikuwa ni walimu, lakini wana mwalimu wao mkuu Musa, na wao wakawa na wanafunzi. Mimi sina wanafunzi, ninyi ni wanafunzi wa Yesu. Yohana Mbatizaji alikuwa na wanafunzi wake. Wakati anaanza kueleza habari za huyo ajaye nyuma yake, alikuwa na kundi la wanafunzi. Lakini Biblia inasema katika sura ile ya kwanza mstari wa 30 na kitu, Yohana akiwa na wanafunzi wake anamuona Yesu anatembea, akawaambia wanafunzi wake, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Wakatoka kwake wakawa wanafunzi wa Yesu. Mmoja wapo ni wakina Andrea na akina Yohana mwana wa Zebedayo, walikuwa ni wanafunzi wa Yohana Mbatizaji, wakawa wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Haleluya. Amen. Japokuwa wengine baadaye waliendelea kuwepo wanafunzi, lakini nao baadaye walitakiwa kubatizwa wawe wa Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hao walikuwa ni wanafunzi wa Mafarisayo. Sasa tabia ya wanafunzi wa Mafarisayo ni ipi? Kama na wewe ukiwa na tabia kama hiyo, basi ni mwanafunzi sio wa Yesu, ni wa Mafarisayo. Mafarisayo na wewe hamna. Bwana asifiwe sana. Hebu soma katika kitabu kile cha Mathayo 23 mstari wa kwanza na kuendelea. Mathayo sura ile ya 23 mstari wa kwanza mpaka 11. Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Ndio. Basi yoyote watakayowaambia muyashike na kuyatenda. Ndio. Lakini kwa mfano wa matendo yao msitende. Ndio. Maana wao hunena lakini hawatendi. Wanafunzi wa Mafarisayo wana tabia gani? Wana tabia ya kunena lakini hawafanyi nini? Hawatendi. Bila kuyatenda. Ni wanafunzi wa Mafarisayo hao. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao. Wanafunga mizigo mizito na kuwatwika mabegani mwao wengine, wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Ndio. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu. Wanafanya, ukiona mtu anafanya mambo ili atazamwe na watu, maana yake ni mwanafunzi wa Mafarisayo. Kwa kuwa sijui mnanielewa ndugu zangu. Amen. Kwa kujitangaza kwa watu. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu endelea. Kwa kuwa hupanua hilizi zao, huongeza matamvua yao. Ndio. Hupenda viti vya mbele katika karamu, na kusalimiwa masokoni. Ndio. Na kuitwa na watu Rabi. Bali ninyi muitwe Rabi. Msiitwe
bali ninyi msiitwe Rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja, ndio, nanyi nyote ni ndugu. Ndio, sisi tutaitana ndugu. Haleluya, amen. Muite mwenzako ndugu, wala msimuite hata kama ni mchungaji, muite ndugu mchungaji. Amen. Kama ni askofu, muite ndugu nani? Askofu. Wala msimuite mtu baba duniani. Msimuite baba mtu wapi? Duniani. Ndio Biblia inaeleza hivyo, lakini sisi tunawaita baba. Lakini bado haya maneno yana maana gani? Ukiyatafsiri haya maneno, kulikuwa na watu waliokuwa wamejikuza na kujivalisha ubaba wakati hawaustahili. Unaweza ukawa baba kwa kuustahili. Kwenye uongozi kuna uongozi aina kama tano. Upo uongozi wa kibabe. Upo uongozi wa kidemokrasia. Upo uongozi wa ubinafsi, na upo uongozi baba. Ina maana ya kwamba anasimama na anaonywa kama baba aliyetangulia katika imani, anayewaelekeza watu mambo mazuri. Ni baba sahihi. Wao walikuwa wanajiita mababa tu kwa unafiki. Sina maana ya kubomoa neno kuitwa baba. Baba nani? Hapana. Baba fulani atabaki kuwa baba fulani kwa sababu baba ni baba tu. Kama Isaya ni baba, anaendelea kuwa nani? Baba kwa sababu amezaa, anaitwa baba. Lakini mtu akishaokoka pale nyumbani, mtoto wake ni ndugu yake kiroho. Haleluya, amen. Ni ndugu, atamuonya kama ndugu, na mtoto atamuonya kama baba. Si ndio? Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa haijatokea mtu tu kuwa na heshima hiyo, lazima ushushwe kwanza, alafu baadaye ndio uje uinuliwe. Nilimwambia katibu, nimwambia mtumishi wa Mungu wa kule kule na Mungu, usema tumemkataa huyu mchungaji, tumemkataa, tumtaki. Nikamwambia mbele ya baraza, nikamwambia bwana, hayo ni mambo ambayo yanatokea, ni kanuni ya Mungu. Mungu kama ana mpango wa kumuinua mtu, lazima amudhiri kwanza, amshushe kwanza, hapo baadaye anamuinua. Baadaye nikamwambia, wewe mwaka huu utakuwa katibu mkuu wa jimbo. Bwana asifiwe sana. Utakuwa katibu mkuu wa jimbo. Amekwenda kwenye uchaguzi huu, katibu mkuu wa jimbo yuko kwenye misheni ya huyo. Bwana asifiwe sana. Deus Kaboika ni katibu mkuu wa jimbo. Baada ya kushushwa, baada ya kunyenyekeshwa, baada ya kuwekwa chini, halafu Mungu anakuinua. Nyenyekea kwanza ili ufanikiwe. Haleluya. Nyenyekea kwanza ili upate vitu. Nyenyekea kwanza ili upate vitu. Hata mavazi ya hali ya juu utayapata kwa unyenyekevu. Unafikiri ubabe utakuweka juu? Ubabe utakufanikisha? Ubabe utawafanya waguswe juu yako? Lazima kwanza ujinyenyekeshe, uwe chini, halafu Mungu atakuinua. Haleluya. Na Yesu alinyenyekea, na baadaye Mungu akampa jina lipitalo majina yote. Si ndio? Amen. Kwa jina la Yesu kila goti linakunjwa. Kwa jina la Yesu mapepo yanasalenda. Kwa jina la Yesu mashetani yanakimbia. Kwa jina la Yesu mashetani yanawaacha watu, kwa sababu alinyenyekeshwa. Kwa hiyo tunajifunza
tunajifunza kwa Yesu. Tunajifunza kwa Yesu. Yesu alikuwa mpole. Tunajifunza kwa Yesu. Yesu alikuwa mnyenyekevu. Kwa hiyo mwanafunzi wa Yesu ni yule mnyenyekevu. Mwanafunzi wa Yesu sio huyo ambaye anayejiinua. Mwanafunzi wa Yesu ni yule anayejidhili. Bwana atamwinua. Simama juu.